Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, moja kati ya taarifa nzuri kutoka ndani ya klabu ya Yanga ni kurejea kwa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na majeraha. Tuliona taarifa ya Khalid Aucho ambaye alipata majeraha kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao ulimalizika kwa Yanga kuibuka na ushindi, lakini Khalid Aucho alipata majeraha ya nyama. Lakini pia tunafahamu kwamba Pacome Zouzoua alikuwa nje mara baada ya kuumia kwenye mchezo dhidi ya Azam, mchezo ambao Yanga pia walibuka na ushindi wa goli 2-1, naye akiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walifunga goli. Lakini pia tunafahamu majeraha ya Yao Kwasi ambaye yeye alikuwa nje kwa muda mrefu sana. Sasa taarifa njema kupitia ndani ya klabu ya Yanga ni kurejea kwa wachezaji hao, na kama ambavyo unaweza ukatazama, hao ni wachezaji wa klabu ya Yanga: Yao Kwasi, Khalid Aucho pamoja na Pacome Zouzoua wakifanya mazoezi na timu hiyo. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga tumeona kila ambacho wamekiposti. Kwanza wameweka mazoezi ya timu hiyo, lakini wakawa wanaonyesha wachezaji hao ambao wamerejea mara baada ya kutoka kwenye majeraha. Khalid Aucho amerejea, na walichokiandika kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wamesema Dr. Aucho is back, ndicho ambacho wamekiandika, na Khalid Aucho mwenyewe anaonekana akiwa anafanya mazoezi na timu hiyo. Kwa hiyo ni kupitisha kwenye baadhi ya comment za mashabiki ya klabu ya Yanga mara baada ya kupokea taarifa njema hizi za kurudi kwa hawa wachezaji Khalid Aucho, Pacome Zouzoua pamoja na Yao Kwasi. Bana, moja kati ya watu ambao wame comment anaitwa Dorothy, anasema awe tukutane finali ya CRDB, akiwa na maana kwamba tunafahamu kwamba mchezo wa nusu finali Yanga dhidi ya JKT Tanzania bado hauja pigwa na wanakwenda kucheza mwezi huu. Sasa yeye anaamini kabisa kwamba Yanga wanaelekea hatua ya finali. Kwa hiyo kupona kwa Khalid Aucho, anatamani finali ifike ili pengine wachezaji hao waweze kuonekana. Mwingine anasema Camavinga is back. Khalid Aucho ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanafananishwa na kiungo mkabaji wa Real Madrid, Camavinga. Kwa hiyo yeye anasema Camavinga is back. Mwingine anasema Woyo Doctor is here. Mwingine anasema welcome back King Aucho. Mwingine anasema welcome back Dr. Khalid Aucho. Mwingine anasema Homeboy tunawanyamazisha. Mwingine anasema Mungu ni mwema kila wakati. Mnasema welcome again bro. Mnasema mnacheza ligi gani wakati tunawasawa? Mnasema hapo tumesema Dr. Aucho is back. Wameshatetema, je, tungewaambia tumekubali kucheza ingekuaje? Mnasema heshima ya mpira imerejea. Mnasema God is good. Welcome back Dr. Aucho. Mnasema mleteni Kariakoo Derby. Mnasema the tank himself. Mnasema tucheze tu jamani, tusije tukaukosa ubingwa. Huyu akiwa na maana wacheze ile dabi ambayo mpaka sasa kuna sintofahamu, lakini baadaye pia atawaletea taarifa kuhusiana na kila ambacho kimejiri kuhusiana na tarehe ambayo mchezo wa dabi Simba na Yanga umepangwa. Mnasema mmeona tarehe ya mechi ni sawa. Mnasema msimamo ni ule ule. Mnasema yao naye mlituambia hivi baadaye hapo hatukupata taarifa tena maana uwanjani hayupo. Hizo ni taarifa pia. Huyu anazungumza kuhusiana na kutokurejea kwa Yao Kwasi. Maana tunafahamu kwamba kuna muda tuliambiwa kwamba Yao Kwasi amerejea, lakini baadaye pia tukapata taarifa kwamba Yao Kwasi amepata pia majeraha mara baada ya kuwa na ameungana na wachezaji wenzake kwenye mazoezi. Lakini kwa sasa pia tunaambiwa Yao Kwasi amerejea. Kwa hiyo yeye ana wasiwasi kwamba kuhusiana na kurejea kwa Khalid Aucho pengine inaweza ikatokea kama lile la Yao Kwasi ambaye tuliambiwa amerejea, lakini baadaye pia akawa haonekani. Lakini taarifa ni kwamba mara baada ya Yanga kutangaza kurejea kwa Yao Kwasi, bwana, Yao Kwasi pia alipata majeraha kwenye mazoezi. Kwa hiyo ikabidi tena arejee kuuguza majeraha yake. Lakini kwa sasa Yao Kwasi ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamerejea. Mnasema huyo ukweli sasa hivi ni pancha. Sawa, mnasema well back Khalid Aucho. Mnasema welcome Dr. Mnasema good news. Bwana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga kuhusiana na taarifa ambayo wameitoa juu ya kurejea kwa Khalid Aucho, lakini pia juu ya kurejea
kwa Pacome Zouzoua, lakini pia Yao Kwasi Atola. Na tunafahamu kwamba klabu ya Yanga imebakiza mechi 4 ili kuweza kutamatisha ligi kuu soka Tanzania bara, na nikupitishe kwenye mechi ambazo Yanga mpaka sasa wamesaliwa nazo. Bana, klabu ya Yanga imesaliwa na mchezo wa Mei 13 dhidi ya Namungo FC, lakini wamesaliwa pia mchezo dhidi ya JKT Tanzania kwenye kombe la CRDB, lakini Juni 15 ni tarehe ambayo imepangwa ni watacheza dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia Juni 18 Yanga watacheza dhidi ya Tanzania Prisons kule Mbeya, lakini Juni 22 watakipiga dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo unaweza ukatazama kwenye mechi za ligi kuu soka Tanzania bara wamesaliwa na mechi 4, mchezo mmoja ukiwa ni wa JKT Tanzania kombe la CRDB Bank hatua ya nusu finali. Kwa hiyo pengine huenda kwenye michezo hii 4 na ukiongeza mmoja wa CRDB huenda tukashuhudia Khalid Aucho, Pacome Zouzoua, Yao Kwasi wakiwa sehemu ya kikosi cha klabu ya Yanga kwenye michezo hiyo. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa nzuri ambayo wana Yanga pengine walitamani kusikia, kwa sababu kuna muda kwenye mechi kadhaa ambazo Yanga wamecheza pasipo Khalid Aucho, pasipo Pacome Zouzoua, Yao Atola, licha ya kushinda, lakini kuna baadhi ya mashabiki walikuwa wakiulizia kupotea kwa Khalid Aucho ama kutokuonekana kwa Pacome Zouzoua, lakini mwisho wa siku tuliona namna ambavyo ule upana wa kikosi cha klabu ya Yanga namna ambavyo umefanya kazi. Tumeona kwenye ile eneo la katikati pindi ambapo Khalid Aucho ambapo hakuwepo, tuliona akicheza Duke Abuya, lakini pia tuliona Abubakar Shwaboy pia akicheza kwenye eneo hilo wakisaidiana na Mudathiri Yahaya, lakini pia tuliona kwa Pacome Zouzoua mara nyingi tuliona akianza Jonathan Kangalombo, Clement Mzize, lakini pia baada ya kurejea kwa Maxi Nzengeli pia akawa ni sehemu ya wachezaji ambao wanacheza eneo hilo. Lakini kupotea pia kwa Yao Kwasi tuliona mabadiliko makubwa, lakini unaweza ukasema usajili wa Disha Dogo ndio ambao ulikwenda kulipa kwenye eneo hilo mara baada ya kusajiliwa kwa Patrick Israel Mwenda, ambaye unaweza kusema kwa 70% ameziba kabisa lile pengo la Yao Kwasi. Kwa hiyo kurejea kwa Yao Kwasi pengine kuna kwenda kuongeza sasa pressure kubwa kwenye ile nafasi ya Patrick Israel Mwenda ambaye amejihakikishia namba kwa kocha Melody Hamdi. Kwa hiyo tusubiri na kuona mara baada ya kurejea kwa wachezaji hao rotation ambayo itafanywa na kocha Melody Hamdi, pengine Khalid Aucho atarudi moja kwa moja kwenye kikosi, ama Pacome Zouzoua atarudi moja kwa moja kwenye kikosi, au Yao Kwasi, au pengine tusubiri kuona pengine hata wao kupata changamoto ya kuweza kupata namba kutokana na aina ya wachezaji ambao wameshika nafasi zao kufanya vizuri na kuaminiwa na kocha Melody Hamdi. Kwa hiyo ni moja kati ya swali ambalo unaweza ukajiuliza, lakini tusubiri kuona mara baada ya kurejea kwa wachezaji hawa, pengine huenda tukaendelea kushuhudia ushindani wa namba ndani ya klabu ya Yanga wakiwa wamesaliwa na michezo 4 ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia mchezo mmoja wa kombe la CRDB dhidi ya JKT Tanzania hatua ya nusu finali. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.